Katika historia ya miliki ya Ottoman, jina la Hurrem Sultan linatamba sana. Kwanza alianza maisha kama mtumwa, lakini akapanda hadi kuwa malkia mwenye ushawishi mkubwa, akivunja mila na desturi zilizokuwepo kwa karne nyingi. Hurrem anayejulikana pia kama Roxelana, mke wa kwanza wa mfalme Suleimani Mkuu na mama wa mrithi wa kiti cha enzi Selim wa pili. Safari yake ya kipekee kutoka utumwani hadi kuwa mmoja wa wanawake wenye nguvu zaidi katika historia ya Ottoman inavutia na kufundisha mengi kuhusu nafasi ya wanawake katika jamii ya wakati huo. Hurrem alizaliwa mnamo mwaka 1505 katika mji wa Roatin uliopo katika eneo la Galicia, sehemu ya Poland ya wakati huo, sasa ni Ukraine. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Alexandra Lizovska, ingawa baadhi ya taarifa zinasema aliitwa Anastasia. Katika ujana wake alitekwa nyara na wakatari wa Crimea na kuuzwa huko utumwani. Hatimaye kupelekwa Istanbul na kuingizwa katika harem ya kifalme ya Ottoman. Katika harem, Hurrem alijitokeza kwa uzuri wake, akili kubwa na ucheshi, akivutia moyo wa Sultani Suleiman. Kinyume na desturi za dola ya Ottoman, ambapo wake wa masultani hawakuolewa rasmi, Suleiman aliamua kumuoa Hurrem, hatua iliyovunja mila ya karne nyingi. Alipata cheo cha Hasek Sultan, akawa mke halali wa mfalme mwenye mamlaka rasmi na ushawishi mkubwa katika masuala ya ufalme. Hurrem alijulikana kwa ushawishi wake mkubwa kwa Sultani Suleiman, akishiriki katika maamuzi ya kisiasa na kidiplomasia. Alivunja desturi ya mwanamke mmoja mtoto mmoja kwa kuzaa watoto kadhaa wa kiume, akiwemo Selim wa pili ambaye alikuja kuwa sultan. Ushawishi wake ulipelekea mabadiliko katika harem, ambapo wanawake walipata nafasi zaidi ya kushiriki katika masuala ya kifalme. Hurrem alijitolea kwa kazi za kijamii, akianzisha miradi mbalimbali ya kusaidia jamii yake. Kwa mfano, alijenga misikiti, shule na mahospitali katika maeneo mbalimbali ya miliki ya Ottoman, ikiwemo Istanbul na Yerusalem. Miongoni mwa miradi yake maarufu ni Hasek Sultan Complex na Hurrem Sultan Beth House, ambayo bado inaheshimiwa hadi leo. Hurrem alifariki mnamo tarehe 15 Aprili mwaka 1558 na kuzikwa katika msikiti wa Suleimanie karibu na kaburi la mumewe Sultani Suleiman. Kifo chake kiliacha pengo kubwa katika harem na katika siasa za Ottoman, lakini urithi wake uliendelea kuishi kupitia miradi yake ya kijamii na ushawishi wake katika historia ya miliki ya Ottoman. Hurrem Sultan alibadilisha kabisa nafasi ya wanawake katika miliki ya Ottoman kupitia ushawishi wake. Wanawake walipata nafasi zaidi katika masuala ya kifalme na kijamii, hatua iliyoweka msingi wa kipindi cha Sultanate of Women, ambapo wake na mama wa masultan walikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Ottoman. Ushawishi wa Hurrem ulienea zaidi ya kuta za harem, lakini la muhimu zaidi labda ni kazi zake za uisan. Kifo chake kiliashiria mwisho wa maisha ya ajabu na ya kipekee, lakini sio mwisho wa maswali yanayomzunguka. Iwe kwa vyovyote vile, Hurrem Sultan anasalia kwa mmoja wa watu wanaovutia zaidi na wanaoshindaniwa katika historia ya Ottoman na kimataifa.
Mimi naitwa Ananias Edgar.